Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran hatimaye imekubali kuingia katika mazungumzo, lakini yatakuwa ni mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja. Hata hivyo, hii inatajwa kwamba ni matumaini mapya kwa mazungumzo hayo ya Iran na Marekani katika usitishaji wa vita, wakati nchi zote mbili zikiingia katika mnyukano wa maneno, lakini pia wakati mwingine wakirushiana risasi na kutekwa kwa meli. Sasa wanaingia katika mazungumzo huko Islamabad nchini Pakistan. Shirika la habari la kitaifa nchini Iran limethibitisha kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa nchi hiyo Abbas Araghchi amesafiri kwenda Pakistan siku ya jana ya Ijumaa. Shirika hilo la habari limesema ziara ya Araghchi itakuwa na lengo la kufanya mazungumzo na mataifa mengine kuhusiana na yanayoendelea Mashariki ya Kati na kuangazia upya hali ya sasa kuhusiana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Baada ya afisa mmoja wa Pakistan kudokeza kuhusiana na ziara hiyo, wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema Araghchi ameelekea Islamabad, lakini ataenda Muscat pamoja na Moscow. Ziara hiyo ya Pakistan inakuja wakati ambapo maafisa nchini humo wamekuwa wakijaribu kuzileta pamoja Marekani na Iran kwa raundi ya pili ya mazungumzo ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema mwanadiplomasia mkuu Abbas Araghchi amewasili katika mji mkuu wa Pakistan, lakini hakutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Ismail Baqei alisema leo Jumamosi kwamba Araghchi atakutana na maafisa wakuu wa Pakistan. Araghchi amepokelewa na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar, mkuu wa majeshi Field Marshal Asim Munir na maafisa wengine wakuu baada ya kuwasili. Baqei aliandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba mazungumzo haya yatafanyika kwa kushirikiana na upatanishi wao unaoendelea na ofisi zao nzuri ili kusaidia kumaliza vita vya uchokozi vilivyowekwa na Marekani na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Kuna mkutano unaopangwa kufanyika kati ya Iran na Marekani. Maoni ya Iran yatawasilishwa Pakistan. Majadiliano hayo yanakuja huku Pakistan ikiendelea na juhudi za upatanishi zinazolenga kupunguza mvutano kati ya Iran na Marekani. Hapo awali, msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alisema mjumbe wa Marekani Steve Witkoff na mkwe wa Rais Donald Trump Jared Kushner watasafiri hadi Pakistan Jumamosi ya leo kufanya mazungumzo na wawakilishi wa Iran. Ninaweza kuthibitisha kwamba mjumbe maalum Steve Witkoff na Jared Kushner wataenda Pakistan tena kesho asubuhi, kwa maana siku ya leo, ili kushiriki mazungumzo ya moja kwa moja yakisimamiwa na Wapakistan ambao wamekuwa wapatanishi wa ajabu katika mchakato huu wote na wawakilishi kutoka kwa ujumbe wa Iran. Leavitt aliambia Fox News. Alisema makamu wa rais JD Vance atasalia Marekani, ingawa anasalia kuhusika sana katika mchakato huu mzima. White House imewatuma Kushner na Witkoff nchini Pakistan katika mazungumzo ya juu ya Iran siku ya leo Jumamosi. Leavitt aliwaambia waandishi wa habari, Marekani iliamua kuwatuma Witkoff na Kushner kuwasikiliza wa Iran. Kwa hakika tumeona maendeleo kutoka upande wa Iran katika siku chache zilizopita, Leavitt alisema. Hakutoa maelezo yoyote kuhusu kile maafisa wa Marekani walikuwa wamekisikia. Pakistan inaongoza juhudi za kufufua duru ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Vyanzo vya habari vinasema majadiliano ya Tehran yanafanyika kufungua njia kwa mazungumzo mapya kufuatia duru ya kwanza ya mazungumzo ya moja kwa moja Islamabad mnamo Aprili 11 hadi 12. Mazungumzo haya yalikuja baada ya Pakistan kuandaa usitishaji vita kwa wiki mbili Aprili 8, ambao Trump aliurefusha baadaye bila muda maalum. Matukio hayo yanakuja huku kukiwa na mvutano tangu kuzuka kwa vita mnamo Februari 28, huku juhudi zikilenga kufikia makubaliano mapana ya kumaliza uhasama. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambaye anaiwakilisha Tehran katika mazungumzo na Marekani, ameshafika nchini Iran tangu Ijumaa jioni, ziara ya kikanda kuanzia Pakistan kabla ya kwenda Oman na Urusi. Pakistan inaongoza juhudi hizo na vyanzo vinasema majadiliano na Tehran yanaweza kufungua njia mpya, na mazungumzo hayo yalikuja baada ya Pakistan kuandaa usitishaji vita kwa wiki mbili Aprili 8, ambao uliongezwa baadaye na Trump bila muda maalum. Matukio hayo yanakuja huku kukiwa na mvutano ambao unaendelea tangu kuzuka kwa vita mnamo Februari 28, huku juhudi zikilenga kufikia makubaliano mapana ya kumaliza uhasama. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu.